Carlo Ancelotti, ama wengine tunapenda kumuita Don Carlo. Huyu ni mtaalamu haswa wa kandanda kutoka pale nchini Italia, akianza kama mchezaji na sasa ni miongoni mwa makocha wenye mafanikio zaidi barani Ulaya. Ancelotti ama Don Carlo kwa sasa ni kocha wa klabu ya Real Madrid ya pale nchini Hispania, klabu yenye mafanikio zaidi barani Ulaya. Don Carlo alijiunga na Real Madrid akitokea kwenye klabu ya Everton ya pale nchini Uingereza, lakini pia akiwa amefundisha vilabu vingi barani Ulaya, ikiwemo vilabu vikubwa kama vile AC Milan, PSG na hata Chelsea ya pale nchini England. Mimi sitaki sana kumzungumzia Don Carlo na historia yake, bali nadokeza tu kuhusu namna ambavyo anaishi na wachezaji vizuri, kwani yako mengi kwelikweli na mazito mno ambayo yanaweza kuzungumzika kuhusiana na Muitaliano huyu Don Carlo. Kupitia mahojiano aliyewahi kuyafanya na chombo kimoja cha habari, Don Carlo aliwahi kuulizwa ni klabu gani ambayo umewahi kupata changamoto ya kutokuelewana zaidi na wachezaji kwa sababu ya kutokuwapatia nafasi ya kucheza kwenye mechi fulani. Majibu ya Don Carlo yaliwashangaza mno waandishi wale, kwani alisema hajawahi kuwa na tofauti na mchezaji, huku akiongeza kuwa hana utamaduni wa kumwambia mchezaji kabla ya mechi kuwa huchezi kwa sababu hii na ile, bali mchezaji anapomuuliza basi hapo atamweleza vizuri mno sababu ya kwa nini mchezaji huyo hajapata nafasi. Umeshtuka ama umeshangazwa na hili? Ancelotti anasema akiwa mchezaji alikuwa akiambiwa na kocha mara kwa mara kuwa huchezi mechi hii kwa sababu hii na hii ya kiufundi, jambo ambalo kwake alikuwa linamvutia. Badala yake aliona akienda kuuliza yeye na kujibiwa ilikuwa ni bora zaidi kwake, na ndio utamaduni ambao anauishi mpaka sasa. Mara kadhaa tumekuwa tukisikia wachezaji wakirumbana na makocha kwa sababu ya kutokupewa nafasi ya kucheza ama kutokuvutiwa na mbinu za kocha fulani. Lakini je, unajua kuna ugumu kiasi gani kwa kocha kuwafanya wachezaji kuwa wamoja na kumheshimu ama kukubaliana na kufurahia uwepo wake kama ambavyo Don Carlo amekuwa akiishi na wachezaji? Si kitu chepesi. Wapo ambao imekuwa ni changamoto mno kwao. Wewe ungependelea kipi zaidi? Kufuatwa uelezwe ama uulize uelezwe? Mimi ni Mbushi Kwilasa. Asante na kwaheri.